Mwambie jirani yako uko tayari Yesu kuzaliwa moyoni mwako. Mwambie tena, je, moyo wako umeandaliwa kwa kiasi gani kumpokea Bwana? Mwambie tena, ndani ya moyo wako umemwandalia Yesu nafasi ili aweze kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Usiku wa leo ni siku ya tarehe 24 ambayo huwa tunaikumbuka kama maandalizi ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alizaliwa. Huwa tunaikumbuka tarehe 25 ya mwezi wa 12. Kwa usiku wa leo duniani kote huwa kuna shangwe za usiku wa Krismasi, na wengine namna wanavyoipokea wanaipokea kidunia, na baadhi wanaipokea kwa namna ya kimazoea ya kidini, lakini wachache wanaipokea kwa namna ya kiroho kama kujiangalia upya na kutengeneza uhusiano wao na Mungu. Basi usiku wa leo wa tarehe 24 ni usiku wa kipekee sana katika historia ya kanisa, lakini pia katika maisha yetu ya Kikristo. Si usiku kwa maana ya shangwe za nchi tu, kama ambavyo tunaona huko nchi wanavyofanya duniani, watu wa ulimwengu ambao wanakuwa na siku ya leo. Nafikiri tumeona matangazo kila kona kwamba njoo, kuna haya maandalizi, utakuwepo huyu, atakuwepo. Kwa hao nao ulimwenguni wana namna yao ya kuweza kukaribisha usiku wa Krismasi. Lakini kwetu sisi ambao tumeamua kumpokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wetu, usiku huu ni usiku wa kujitafakari, ni usiku wa kujiandaa, ni usiku wa kuamsha hali yetu ya ndani ili kuweza kujiangalia upya na kujitafakari hali yetu ya kiroho, tuko maeneo gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali hii si ile hali ambayo tunaweza tukajiandaa tukaanza mambo ya kinje. Inawezekana kwamba kuna namna ambayo tumejiandaa kwa hali ile ya nje, kwa yale mapambo ya nje, kwa maana kwamba tumeandaa labda pengine tafuta nguo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata kingine pia tumeangalia pia hata chakula kitu sio vibaya kwa ajili ya kesho. Kwa kina mama nao wanaangalia namna hata kuweza kusuka kwa nywele nzuri, nao si vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usiku wa leo tunaalikwa ili tuweze kujitazama upya zaidi katika hali yetu ya ndani, hali yetu ya moyoni. Je, tuna kitu gani ambacho sisi tumeweza kumwandalia Bwana? Tumeweza kumfanya huu moyo wetu uwe tayari kumpokea Bwana, uwe tayari kumpokea Bwana Yesu aweze kuzaliwa ndani yetu, kama ambavyo tunaona Mariamu na Yusufu ambavyo walipotafuta sehemu kwa ajili ya kujifungua kwa mtoto ambaye alikuwa ni Kristo na Bwana. Na ndipo ambapo sasa sisi leo hii tunajiuliza, mioyo yetu je, iko tayari kumpokea Bwana kabla siku ya tarehe 25 kufika? Je, mioyo yetu ndani yetu tuko tayari kumpokea Bwana? Tuko tayari kuhazaliwa ndani ya mioyo yetu? Tuko tayari? Tunamuona kwamba hapa Mariamu pamoja na Yusufu walitafuta sehemu ya kuweza kuzaliwa kwa Bwana Yesu mtoto, na walipata sehemu ya holi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaita holi, lakini kwa lugha ya Kiswahili ni zizi la ng'ombe. Nyumba za wageni zilikuwa zimejaa kote, lakini pia ilikuzuia mpango wa Mungu ambao ulikuwa umeandaliwa tangu zamani kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Na sisi je, tumemwandalia Yesu nafasi ili aweze kuzaliwa? Hiyo ni swali la kutafakari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni usiku wa kujiandaa kwa ajili ya siku ya tarehe 25 ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Kwa nini tunasema usiku wa kujiandaa?
Ni usiku wa kurudi nyuma na kutathmini upya ushirika wetu. Ni usiku tena kuangalia maisha yetu na Bwana, ili tuweze kumfanya aweze kuzaliwa upya ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni usiku wa kujiangalia namna tunavyoenenda katika ushirika naye. Je, ndani yetu Yesu atazaliwa tena? Je, ndani yetu Yesu atakuwa ni mgeni au atakuwa Bwana wa kudumu? Inawezekana tukawa tu siku ambayo tunamkaribisha tu kama mgeni, kama tukio tu la kawaida. Tukiwa katika hali ya namna hiyo, basi siku ya Krismasi itakuwa ni siku tu ya kikalenda ya kutimiza tarehe fulani ya kila mwaka, nawe na picha ya kusherehekea tu, nawe na picha na kwenda, lakini bado maisha yetu kiukweli hatujaamua kumpokea Bwana. Huyu Bwana Yesu yazaliwa kwetu, na mwisho aweze kukaa ndani yetu, hawe kama Bwana wa kudumu wa milele na milele ndani yetu. Swali linakuja, huko tayari kumpokea Bwana Yesu aweze kuzaliwa ndani ya moyo wako? Moyo wako huko tayari kumpokea huyu Yesu Kristo ili aweze kuwa Bwana wa maisha, Bwana wa milele? Au unataka kumpokea tu kama mgeni, halafu baadaye anapita? Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wako je, umesimamaje? Yeye anataka kuzaliwa, akae ndani yetu, aweze kuwa Bwana, aweze kuwa kiongozi wa milele wa kudumu, lakini sio wa muda tu wa kupita. Kwa hiyo ni usiku wa kuweza kujiandaa na usiku wa kutafakari. Ni usiku wa kuweza kuhamisha mioyo yetu ambayo tayari pengine ilishaanza kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana baadhi yetu bado tumeketi katika hali ya dhambi, tumeketi katika hali ya gizani. Kwa hiyo usiku wa leo ni usiku wa kujiandaa, ni usiku wa kuweza kuhamisha. Kama tulikuwa tuna hali fulani ya dhambi ndani yetu, ni usiku wa kutafakari upya na kuanza kutekeleza upya, kukata tamaa, kuja kumwamini huyu Bwana kama Bwana na Mwokozi. Na mwenye hali ndani yetu, hali ambayo matendo yote ambayo ni ya giza ndani yetu, yoyote yale ambayo bado yanaendelea na mea ndani yetu, ni usiku wa kuweza kuamsha ile hali ya giza iweze kuondoka na nuru iwe imeingia ndani yetu. Kwa yale matendo ya giza, kukata tamaa, chuki ndani yetu, wivu ndani yetu, masengenyo ndani yetu, kutokuomba ndani yetu, kutokulitii neno la Mungu ndani yetu, hali ile yote ile ambayo inaendana na Mungu utukufu, kutokusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yale yote yasiyo sawa ambayo yanazaa matunda ya giza, yampe Mungu utukufu ndani yetu. Kwa hiyo siku ya leo tarehe 24 ni siku ya kuweza kuhamisha pale kwenye giza, kwa sababu kama siku ambayo siku ya mapumziko, tunaona mapumziko asubuhi ya mapumziko, tunaona inakaribia, jua linakaribia au nuru inakaribia kutoka. Ni kipindi kifupi tu ambacho kinatathmini au kama siku ambayo tunaingoja ile nuru iweze kutoka mapumziko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndani yetu ni siku ambayo inatupa tafakari kubwa sana katika mioyo yetu ya kuweza kuangalia upya ushirika wetu na huyu Mungu. Tukisoma katika ile Mathayo 4:16, Mathayo 4:16, na tulisome kidogo Mathayo 4:16. Mathayo 4:16. Mathayo 4:16 anasema, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Biblia inasema watu wale walioketi gizani wameona nuru, nao walioketi katika nchi ya uvuli wa mauti nuru ile imewaangazia. Haya maneno ambayo
yalinenwa yakionyesha kwamba ni kama mapambazuko. Mwanzo ulikuwa kuna giza, kile kipindi ambacho Yesu anataka kuzaliwa. Kabla Yesu azaliwa kilikuwa kinaamka kama kipindi cha giza, lakini Yesu alipozaliwa ambaye ni nuru ya ulimwengu, tunasema wale watu walikuwa wanaishi katika giza, wale walikuwa wanaishi katika ufuli wa mauti, nuru imwangazia. Kwa katika kipindi hiki ambacho sisi tunasubiri kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kama mapambazuko ambayo inatangaza kwamba nuru karibu inakuja. Ni kipindi kifupi cha kuweza kutafakari ya kumwangalia Bwana ndani ya mioyo yetu, ili nuru iweze kuingia. Inawezekana ndani yetu kuna giza kama haya ambayo mambo tunayazungumza, bado unaishi katika hali ya dhambi, bado moyo wako umejaa katika hali ya unyenyekevu, bado kujiinua kuko juu, bado kiburi kiko juu, bado mambo yale yote ambayo hayampendezi Bwana, ambayo hataki uwe nazo hizo tabia. Basi ni usiku ambao una usiku wa kujitafakari, ni usiku wa kumwangalia Bwana njia ya kunyosha mapito yake, mapito yetu, ili Bwana aweze kuzaliwa ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo tunaalikwa sasa usiku wa leo, ili kesho itapofika tusiwe tu watazamaji wa Krismasi kama ambavyo wengine wengi ambavyo tumekuwa tukifanya, hao wengine wakiwa wakiendelea, bali ni usiku ambao tunaalikwa tuwe wapokeaji wa Kristo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Yesu aweze kuzaliwa upya katika maisha yetu, na maisha yetu yaweze kumdhihirisha Kristo katika mwenendo, matendo na tabia, ili tuweze kumfanana na yeye. Hata watu wote watapoona waone kweli watu wale waliokuwa wanaketi katika ufuli wa mauti, nuru iliwaangazia. Kwa maana sasa hata maisha yetu sasa yanaakisi kule hali na tabia ya Kristo ndani yetu. Hata amekuwa mtu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Hata amekuwa mtu yuko ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie sasa kwa kifupi sana ahadi ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Ahadi ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Kabla Bwana Yesu hajazaliwa Bethlehemu, Bwana alikuwa tayari ameshatangaza hata kabla kupitia manabii wake katika zama zile za zamani sana. Mungu tayari alishawaambia, aliwatumia manabii wake katika nyakati tofauti tofauti juu ya ujio huyu Mwokozi, kwamba hatazaliwa. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango wa Mungu juu ya wanadamu baada ya kuwa amekosa. Mungu aliandaa mpango hata kabla na nyakati za zamani. Kwa hiyo ilikuwa ni utimilifu ambao ulikuwa unasubiriwa kuweza kutimia kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona sasa, tulisoma katika ile andiko ambalo linasema Isaya 9 na mstari wa 6. Tuisome kidogo Isaya 9 na ule mstari wa 6. Isaya 9 na ule mstari wa 6. Isaya 9 mstari wa 6 inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto wa mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa hiyo Biblia inatuambia katika Isaya, ambaye alikuwa ni nabii mkuu, ni mkubwa nabii huyu, anasema kwamba kwa maana tumepewa mtoto. Kwa huyu mtoto hakuwa ni mtoto kabisa kwa maana ya kibinadamu, lakini alikuwa ni Mungu kamili. Alikuwa na hali ya kiungu, alikuwa ni Mungu kamili. Kwa hiyo kwa maana ya uasili wa muonekano alikuwa ni mwanadamu kamili, lakini pia alikuwa ni Mungu kamili. Hakuwa mwanadamu wa kawaida, bali alikuwa mwanadamu, lakini pia alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo kwamba alikuwa ni mtoto, lakini yeye alikuwa ni Mungu kamili. Kwa hiyo ilikuwa ni ahadi ambayo Isaya alikuwa anatuambia, nabii Isaya, Bwana alikuwa anatuambia kwa kinywa cha nabii Isaya kwamba kwa maana mtoto amezaliwa kwetu,
na alikia kwamba ukisoma vizuri unaona anataja kwa maana mtoto amezaliwa kwetu. Kwa Isaya alimuona kwa mbali sana mtoto anazaliwa miaka mingi mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaanza kumuonyesha sasa ule ufungu wa huyu mtoto kwamba huyu ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na Mfalme wa amani. Ni mtoto kawaida kama ambavyo sisi tumezaliwa, lakini katika asili yake yeye. Na ukiendelea mbele kidogo, hebu zinaenda katika mstari wa 7 utaona anasema na maongeo yake ni ya Mungu. Soma mstari wa 7 kama Isaya 9 mstari wa 7 anasema na maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi, na ufalme wake kuuthibitisha na kuutegemeza kwa kuhukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Wewe kuzaliwa kwa Yesu hakuwa kwa ghafla, kwamba ni tukio tu limetokea hata bila hata kupangiliwa hapa. Ni mpango wa Mungu kabisa katika kumkomboa mwanadamu, ili mwanadamu asiangamie milele. Mungu kwa upendo wake akamtuma mwanaye wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali hai na kuwa uzima milele. Kwa Mungu baada ya mwanadamu kutenda dhambi, Mungu akaandaa mpango tangu zamani kwa mpango wake mwenyewe na kusudi lake. Yeye akawatumia manabii wake kwa chini ya kutabiri miaka mingi sana mbele inayokuja. Tunamwona Mika, tuseme Mika 5 mstari wa 2. Mika anatabiri pale kwamba eneo ambako Yesu atazaliwa. Mika 5 mstari wa 2. Mika 5 mstari wa 2 inasema bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa sasa Mika anaanza kutabiri sehemu ambako Yesu atazaliwa. Anasema kwako wewe maelfu ya Yuda, anaanza kusema Bethlehem. Bethlehem ilikuwa ni mji mdogo sana. Kwa hiyo ni kama ni kitongoji fulani kama Bethlehem. Akatabiriwa kama angeweza kutoka mkombozi wa kombozi, Bwana wa Bwana angeweza kuzaliwa mahali pale. Kwa sasa Mika anatabiri juu ya eneo ambako Yesu mfalme huyo atazaliwa, na anataja kwamba atatokea yeye atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwapo tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa hiyo kumbe Yesu mwanzo wake wa kuanzia tu pale alipozaliwa, bali yeye maongeo yake ni ya milele na milele, ana mwanzo wala hana mwisho. Ndiko neno la Mungu linavyotuambia hapo, lakini ulikuwa ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo Mika anaanza kuulisha Bethlehem, uliye mdogo wa maelfu ya Yuda, kwako wewe atatokea, ndiko Yesu atakapozaliwa mahali hapo. Kwa hiyo Mungu anachagua, Mungu amechagua Bethlehem ambayo ni kitongoji kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu angalia ukubwa, Mungu anatimiza kusudi lake wakati alivyolipendea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisoma katika ile Mathayo 1:22. Mathayo 1:22 tusome kidogo. Mathayo 1:22. Mathayo 1:22 nasema, hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao utamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Sasa hapa anasema mambo yote yalitendeka ili yatimie haya yaliyonenwa na Bwana kwa kinywa cha nabii. Anasema yaliyonenwa na Bwana kwa kinywa cha nabii.
Ukiangalia ile Mathayo 1:22, ukiangalia ukirudi nyuma kidogo katika Isaya 7:14, ananukuu kule neno ambalo limeandikwa kwa kinywa cha nabii Isaya 7:14. Hebu isome hiyo Isaya 7:14. Isaya 7:14 ni maneno yale yaliyokuwa katika Mathayo 1:22. Yote kudhibitisha kwamba kuzaliwa kwa Yesu hakukuwa kwa bahati mbaya, kwa ilikuwa ni mpango wa Mungu. Isaya 7:14 inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Imanueli. Itaitwa jina lake Imanueli. Sasa ukienda katika Mathayo 1:23, ongeza ile Mathayo 1:23, utaona anaanza kueleza jinsi huyu Imanueli ni nani. Mathayo 1:23 inasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao utamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Sasa Mungu pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo. Huyu ni Mungu pamoja nasi, ni Mungu ambaye amevaa umbo la kibinadamu, anaonekana yuko pamoja na sisi, lakini ni Mungu yuko katikati yetu, yuko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiku leo wa tarehe 24 unatukumbusha kwamba Mungu hasahau ahadi zake. Mungu hawai wala Mungu hachelewi. Atatimiza zile ahadi ambazo amekuahidia. Kama weza kutotimiza kule kutaliwa kwa ukamilifu wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Mungu naye hivyo hivyo katika hali inayopitia juu ya ahadi ambazo ameziweka katika maisha yako, atazitimiza kwa wakati wake uliosahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ile Wagalatia 4:4 anasema hata ulipotimia wakati wa utimilifu, Mungu alimtuma mwanae ili aweze kuzaliwa na mwanamke. Tusome hiyo Wagalatia 4:4. Wagalatia 4:4 nasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Kwa hapa tunaona kuzaliwa kwa Yesu hakuwa tukio tu la ghafla, bali ilikuwa ni mpango wa Mungu ambaye Mungu mwenyewe aliweka na kuratibu na kupanga, na utimilifu wake ulitimia kwa kadri alivyopanga yeye. Mungu achelewi mara moja. Kwa hapa sasa tunaona kifupi hiyo tukio ambalo utamiliwa wake kwa Yesu Kristo, ahadi ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Sasa tuangalie pia tukio la kuzaliwa ambalo linastabisha sana. Tukio la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo linaelezwa katika Biblia kama tukio ambalo linaonyesha hali ya unyenyekevu. Mungu pamoja nasi, yeye anakuja kuzaliwa katika hori, katika zizi la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inaonyesha ni upendo alionao kwa kiasi gani juu ya mwanadamu, juu ya kumkomboa mwanadamu. Na hii inaonyesha namna ambavyo hii alianza kujizamini mapema kabisa hadi pale msalaba alipokuja. Huyu ni Mungu anaanza kulala kwa mara ya kwanza kwenye zizi la ng'ombe. Mungu wa mbinguni kwa mara ya kwanza anakuja kwenye mwili. Anafika sasa, alipozaliwa tu anafika kwenye zizi la ng'ombe, ndio panakuwa mahali pake pa kulala. Hii inaonyesha namna gani ambapo Mungu yeye angalia mazingira, yeye anachokiangalia ni hali tu ambayo ya mtu, hali ya unyenyekevu, hali ya moyo uliopondeka katika mazingira yote ya chini. Kwa hiyo amekuwa katika hali ya chini zaidi ili aweze kumuinua na kumkomboa wanadamu aweze kutoka katika ile utumwa zao kwenda katika utakatifu na ukamilifu. Kwa hiyo Mungu aliamua kuchagua njia ya chini kabisa, hata akazaa katika hori hili la ng'ombe, ambalo katika hali ya uhalisia hata sisi hapa tulipo ni sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kuzaliwa katika hori la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe.
yanaweza sio mazingira mazuri sana, lakini sio kama holi au kazini, sehemu ambapo huyu mkombozi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi anashuka na kujishusha katika hali mpaka kiwango ambacho yeye anaenda kukaa kwenye holi, kwenye zizi la ng'ombe, ili tu kumtafuta mwanadamu, ili tu kumfanya mwanadamu katika utumwa, ili kumnunua huyu mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati pia unaanza kujiuliza, huyu Bwana ambao tumemuona pale katika Isaya na mtabiri katika sura ya 9 mstari wa 6 anasema uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, ataletwa mshauri wa ajabu, Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu. Lakini kuzaliwa kwake hii tunaona anazaliwa kwenye holi la zizi la ng'ombe. Kwa nini akuzaliwa? Kulikuwa kuna shamba za kifalme. Kwa nini akuzaliwa hapa pale anapokaa mfalme ikulu? Kwa nini huyu Mungu Yesu Mungu anachagua azaliwe katika hali ya duni sana ya chini hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Ni swali la kujiuliza. Inatuonyesha kwa Mungu kumbe anatazama yule mtu katika mazingira ya unyenyekevu, katika kiwango ambacho Mungu alinishusha, na ni Mungu aliye juu ya vyote, akaacha enzi na utukufu, akajifanya haya utumwa, akavaa mtu wa binadamu, hata kama mtii. Ni hali ya utiifu wa kiwango cha juu sana, na ndivyo anataka hata sisi ndani yetu. Huyo ndio anayemtazama mtu mwenye kuonesha moyo wa utii uliopondeka mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa tuangalie Luka 2:6 na ule mstari wa 7. Luka 2:6 na ule mstari wa 7. Luka 2 mstari wa 6 na 7 inasema, ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori la kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Kwa sasa tunaona Yesu alizaliwa katika mazingira ya kawaida sana, ambayo alikuwa anaishi na jamii. Kwa hii ungechukua mtoto anazaliwa katika zizi la ng'ombe, ungeweza kuchukua hata haki za binadamu, kwamba tunakwenda kinyume na haki za binadamu. Yale mazingira hayafaa katika hali ya kawaida, ni mazingira yanayofaa kwa njia ya wanyama, lakini Yesu alikosa nafasi. Kwa hiyo kukosa kwake nafasi katika nyumba ya wageni hakumfanya Yesu au Mungu ashindwe kutimiza kusudi la kumkomboa mwanadamu. Bado yeye alienda katika mazingira ya duni kabisa ya chini, ili kusudi alikomboe mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Holi ikawa ni mahali pa kwanza kabisa pa Yesu alipozaliwa tu, waweza kulazwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ya kutafakari katika hili andiko la Luka 2:6 na ule mstari wa 7. Tutafakari pamoja, tuangalie. Tutafakari pamoja kwa nini Yesu alizaliwa katika mazingira hayo na si mkuu au sehemu ya hali ya juu kama ambavyo yeye amekusudia. Lakini yeye mwenyewe anasemaje? Anasema, "Jicheni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu." Tusome ile Mathayo 11 na mstari wa 29. Turudi nyuma kidogo mstari wa 28 mpaka 29, tutaenda vizuri zaidi pale. Mathayo 11 mstari wa 28 na 29 inasema, "Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Itieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu." Anasema, jifunzeni kwangu, kwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kile kiwango cha yeye kujishusha hata kuweza kuzaliwa chini ni ishara ya kuonyesha kwamba yeye ni mnyenyekevu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hachagui zile anasa za dunia